Wewe binti, naona kumbe hujanielewa vizuri wewe. Shentai wewe. Naomba iwe mwanzo na mwisho kuanzia leo. Nataka saa 1 kamili chai tayari. Ganzi nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani utuoni mimi na mwanao. हमको मिलना है गांजी मेरे रेगी बाना होगा नी दुनिया दीवाना. Mama. Karibu. Mbona unakilanga mtoto wa kike? Nimekwambia unipokee. Alafu wakati nagonga mlango masauti na maana uko hujanisikia au ndo dharau? Afu sasa wewe mama. Mwangalie kwanza na miguu yake meusi. Utafikiri kama mzimu vile. Ndio unajikuta wewe mweupe. Si rangi ya dukani. Naona umejiachia mwenyewe. Kama kwako hapa. Labda nikwambie tu. Hii nyumba sio yako. Hii ni nyumba yangu ya ulisi. Niliwaacheni tu ukae na huyo mmeo. Na mume wako ashafariki, unaona subiri nini hapa? Naomba usinitilie huruma mimi. Nimekuuliza swali nijibu swali. Unasubiri nini mpaka muda huu? Usiende kwenu. Una kwenu. Wewe umeshushwa. Mbona mwanamke unakuwa king'ang'anizi wewe? Kwanza naomba niletee maji ya kunywa, maana koo langu limekauka. Mary. Mary. Abena. Njoo. Mary. Abe dada. Mama mkwe wangu anasikia kiu. Mletee maji ya kunywa tafadhali. Shoma. Imekalia upande gani? Alafu maji ya kunywa sijakuomba wewe. Nimemwomba wewe Menina. Anajifanya hapa mazausi. Mama. Njoo nisalimie mjukuu wangu. Au ndo mamako anakufundisha tabia mbaya? Marahaba mjukuu wangu. Alafu mbona umekonda? Unakula kweli unashiba wewe? Unajua wewe ndo mwenye nyumba hii, wewe ndo mwenye mali hapa. Alafu kingine wewe ndo mlisi wa nyumba hii. Unatakiwa ulinge. Sawa mjukuu wangu? Sio hivyo viswaswadu vinavyong'ang'ania hapa. Utafikiri vimewekwa super glue. Mama, ulikuwa unataka maji? Hebu nitolee mimi uchafu wako hapa. Mama, maji haya hapa. Ningekuwa nataka ningeenda kuoga. Jahalana wewe. Una taibu, mwangalie kwanza. Mimi nataka nikuulize swali. Unakaa hapa mpaka lini? Naongea na wewe mjahaluta mpalamia ukuta, alikuwa anakutafuta sura kama ukuta. Tazame kwanza. Na mashavu yake kapa kalamu mbili. Alafu kingine una kazi ya kuvaa hizo nguo nyeusi. Unataka kumtia kiza mwanangu huko alipo. Yaani baada ya kuvaa nguo nyeupe ili mwanangu huko akang'aa, hata akaonekana kabisa jinsi alivyokuwepo huko, unaenda kumvalia mingo meusi. Unaenda kumtia kiza mwanangu, hata mlango wa pepo asiuone kwa sababu kwako wewe mnafiki wewe. Mama, usiseme hivyo. Mama, usiseme hivyo. Wewe unataka nisemeje? Mnafiki mkubwa wewe. Wewe ndio ulomuua mtoto wangu wewe. Na utaondoka huko ndani.
mwenyewe ndio ishafika mwenye nyumba. Utaondoka tena mchana kweupe, jua la utosi likikumulika. Pua kafiri mbia wachawi. Zinashindwa hata kutembea. Nateseka kwani hutuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa shubiri, mali zangu Mwenyezi nitoe roho. Unajua maisha yamekuwa magumu sana. Unajua kupambana sana. Ukajua kafanikiwa kumbe ufanikiwi. Ndio maana watu wengine wanachukua njia mbadala kule. Unaweza ushanielewa njia mbadala njia gani? Hiyo kuloga, kafara. Muhimu. Bro vipi? Sawa. Sawa, dogo vipi? Mbona uko umeima sana? Mimi bro mimi sielewi. Toka juzi, jana sijalala. Leo mchana sema niende geto nikapumzike hata nipunguze usingizi. Namkuta mwenzio ashakuja bana. Pale ni umemuoa au nini? Mbona sielewi? Tueleshane niambie. Unasikia madogo hao? Ushakuwa. Jana hujalala, juzi hujalala. Sasa hivi kwa nini usiende kulala nyumbani? Sasa mimi nalalaje kule na yupo mwenzio ashafika pale? Wewe bro kinikuta naye ndani utanifikiriaje? Ndio shida uko na mageto madogo ndio hivyo na nyasi. Yaani unakuja kuzeesha mbele rafiki yangu. Mambo gani haya? Yule hawezi kulala leo pale. Sasa kama wewe kila siku anakuja kila siku wewe. Niaje? Afu hiyo tabia kutoa tano kwa wanaume mimi nishakukatazaga. Afu wewe unajichukulia mwanaume, si ndio? Nishakwambia wewe ni mtoto wa kike, upaswe kuja kwa na masela na washikaji zangu unakuja ngonga tano. Maana yake nini? Nishakukatazaga hiyo tabia, usikii kwa nini? Wewe unanitaje mimi mtoto wa kike mbele ya watu hivi? Au niko nanizalisha? Kwa mimi leo tunalingana, si ndio? Haya, nani anamtongoza mwenzake hapa? Hey. Sasa leo utakujaje bila taarifa rafiki yangu jamani, mambo gani haya? Sawa hata kama umefika lakini kabla ya kutoka ungetakuwa unanipigia simu na kuja mimi nijue nafanyaje jamani. Sasa sikugombezi. Mimi naeleza hali halisi kweli. Mimi niko huko na bangeza nipate hata riziki rafiki yangu. Wewe unakuja bila taarifa maana yake na hapo niko watu tunajua kila siku. Haya mambo mimi nakataga kila siku bwana hayo. Mimi nakuomba wewe nenda. Mimi nikifika nyumbani nitakupigia simu nitakuita. Sawa? Simu kibao nini? Mimi nitakwenda geto bwana. Nitakuita subiri. Bwana naona kazi nshin kibao. Naomba funguo mimi niende geto. Sasa unataka kuongea geto la kwako? Mwenye geto huyu hapa. Mimi nipo hapa jamani. Hii jamani mbona unataka kunitafutia sababu ambapo zina msingi hapa? Nigeni funguo mimi niende geto. Kwa unaenda kufanyaje? Sasa kuchulishana hapa. Nitakupiga. Sishindi kukupiga. Nakutania bwana. Nitakupiga kweli. Leo nitakupiga nitakupiga kweli. Ndugu wangu wewe ndio mimi nakuja. Baridi. Subiri kwanza. Kule utaenda. Wote tuko hapa. Cha kufanya? Twende kwanza pale nikakununulie chipsi, alafu nichukue mzigo, alafu nikufuate twende gate. Sijali tutaenda gate. Kwa mimi mtu wa chips. Tuondoke basi. Twende. Wapi? Twende bwana. Karibu mama. Shikamoo. Vipi huko ulikotoka? Kubaya. Kwa nini mama? Yaani toka nilipofika humu ndani sijapokelewa begi wala sijapewa maji ya kunywa. Yaani nipo tutafikiri kama nimekuja kwa mtu baki jamani. Kumbe nyumba ya kizazi changu kweli. Mimi nafikiri mama tungemsamehe kwa sababu amepatwa na msiba mzito, hivyo hayuko sawa. Msiba gani? Ina maana yeye ndo ana uchungu kuliko mimi? Mimi ndo nalomzaa mwanangu yeye akaona uchungu? Kweli? Yaani nimekuja hapa toka nilipofika masaa 3 sasa. Begi liko hapa nilivyokaa ndo hivi. Nikamwambia naomba maji ya kunywa na kiu, ndo kama nimemfukuza. Jamani kweli? Kumbe naona mtetea. Hapana mama, sio kama namtetea. Ila nimeona kwa sababu si tabia yake kufanya vitu kama hivyo. Nafikiri atakuwa ameghafilika tu. Basi mama tusamehe. Mary. Njoo. Yaani kinachoma hata mabegi. Nashindwa mimi kupokelewa. Uchukua begi la mama ulipeleke ndani. Alafu hakikisha unampatia chakula, sawa? Yaani wewe ndo mnafiki mkubwa wewe. Si muda wote nimekaa hapa.
Mbona hujachukua begi langu kupeleka ndani? Kwa maana unamsikiliza bosi wako, si ndio manake? Samahani mama. 90 iko wapi? Samahani mama. Mtoto mnafiki wewe, mwangalie kwanza. Umekuwa mdogo kama kidonge cha uzazi. Twende nikakuonyeshe chumba. Tena nikupeleke chumbani. Kwa hiyo mpaka muone mtoto wangu yupo hapa anaongea ndio mna kazi ya kunipeleka chumbani. Muda wote mbona mliniweka hapa kama gazeti la Sani hapa na shangaa. Mpaka TV mkafanya kunizimia kwa roho yenu mbaya. Sasa mtambua hapa mimi kwangu, kwa mtoto wangu. Naongea kwa uchungu. Mimi ndo mzazi. Kama alikudanganya wewe mkikaragosi mwenzio basi kakuongopea. Mimi ndo kwangu. Mimi ndo nimefika ndo mwenyewe dawa yao mwenye mtoto. Mwenye nyumba hii. Na ndo nimekuja, mtaondoka wote huko ndani. Yaani hii haijaisha mpaka iishe. Basi mama. Kwani hujui shida yangu? Sasa unapenda mambo geto geto wewe. Nimekwambia tu tukachukue mzigo, tunarudi zetu tunaenda geto, kuna shida gani? Mzigo gani babu wewe? Yaani wewe kila siku mizigo, afu mizigo yenyewe haieleweki. Una kwa sababu mimi nakupenda ndio maana nifanya hivi, si ndio? Bwana aisee mambo mengi, mimi kaa vipi naishia? Banyanyasa, si ndio? Baby. Usifanye hivyo bwana. Baby. Cheza mimi na akili mastermind. Unasikia sasa mimi mpenzi wangu. Huko nilikuwa nafanya kibarua nimechelewa, nilikuwa msubiri tajiri nilipe. Yaani ndo muda wote tangu asubuhi mimi nimekaa hapa na kusubiri wewe. Wewe kwa mfano ningekaa mimi nasubiri hiyo pesa yake mpaka sasa hivi anipe. Msingezidi kukaa muda mrefu sana hapa. Bwana usifanye hivyo bwana. Afu nimekomea wewe. Okay, sasa tuachane na hayo. Unajua tufanye chochote kitu basi tupatie hata katika msosi. Mimi sina cash. Maana yake yani hela unayo au una? Hela ninayo lakini kwenye simu. Kwa tunafanya sasa. Wewe ndo katoe. Zoezi dogo sana hilo mpenzi wangu. Lete nikatoe. Aya, nikatoe shilingi ngapi sasa? Na utosha chakula tu. Chakula? Chakula ndo 30 au 20. Tule kuku bwana. Tawezi usidi kuku bwana hapa. Majanda kana wakomesha. Chumba cha kati unazingua sana unaambia sasa unapika kuku hapa, sawa? Sawa. Wewe unakuja bwana. Leo tunalala hapa, tunajimwaya mwaya. Mama jimwaye leo. Ila unajua nimerudi kwa nini? Sijajua kwa nini. Naenda kwanza. Basi haja kuniambia. Unajua umerudi kwa sababu ya kulala tu. Ona lolote wewe. Nakujua sana mimi. Fanya haraka. Bibi huyo. Mtoto mlembo mzuri. Unapenda kuja magetoni wewe? Unajua unachotaka nini? Na unajua ndio utakoma leo majirani. Shweni zao. Sipendi kuiba ila meshenyo yamenipeleka kuiba kwane. Isipoiba nitakula ni nyuvu zangu kisa dem sosi. Mpaka mentuali ya dada yangu kaolewa. Wenye familia ya kitajiri kama kaa. Mwanangu kuna tambo nauza ile hapa. Unaona mbale ile iPhone. Shingapi unauza? Mimi naliuza 40,000 tu mwanangu. Sasa wewe unauzaji iPhone 40,000 mzee wa kazi? Si unajua mwanangu askofu, afu nyi watu wa kanisani na kuzia bei kitonga tu, si unajua ile 40 tu mwanangu. Unataka lini wizi? Nataka uniuzie mimi vitu vya wizi. iPhone tangu lini ikawa 40,000? Acha wizi mwanangu, tafuta kazi, maisha ya watu watakuua. Yaani watakukamata, wakupiga, wakuue na hamna kukusaidia. Wizi sio dili, tafuta kazi. Kazi zipo nyingi huko. Kabeba hata mizigo Kariakoo huko, kafanye vitu vyovyote. Acha wizi baba.
Hiyo simu ulikoiba huko anakufuatilia sasa hivi. Ujokamatwa wawe mimi sipo mwana. Kwenye swala wizi mimi sikufuati. Mimi kwenye wizi sio mwanao. Yaani kwenye wizi mimi nakukataa sikujui kabisa. Wewe haya mwana. Mimi nikikwambia unaona nachamba umbea nini na kusakizia ila ndio ukweli. Mimi nakuchana wewe mwanao. Walete simu yangu. Naomba simu yangu. Sasa sikia nikwambie. Kumbe ndio nyewe mnaita watu wezi, mnajaza nzi, mnataka mjeniuliwe au? Mimi mwizi nimekuibia nini? Niambie nimekuibia nini? Au kwanza ukiniona mimi ninafaa kuwa mwizi mwanangu? Mimi nakwambia utajua wewe sasa. Wewe kajitathmini huko ujue mimi mwizi sio mwizi utajua wewe. Hamna iPhone 40 baba, hata kama umenunua wewe kiasara unauzaje 40? Kwanza wewe sijakuonaga na iPhone toka na kujua umetoa wapi. Na hela huna. Poa, fresh mwanangu. Nikatae. Fresh ila acha tafuta kazi mwanangu. Sipendi kuiba ila maisha ndio yamenipeleka kuiba kwani. Isipoiba nitakula nini nguvu zangu kisa demsosi. Sasa tunafanya nini sasa? Mbona nakimi mpaka sasa hivi? Leo nimechoka mpenzi wangu, sijisikii vizuri. Yaani siko sawa kabisa. Naomba nilale tu, usinisumbue. Na ushaanza. Ana ujio wako mimi kwa nimefurahia afu unasema ushachoka kweli? Sasa jamani, kila siku tu wewe nikupe kila siku uchoke. Kesho nitakupa, usijali. Kwa unaona kama mtu mdogo ndanganya. Sasa nataka kuanzia sasa hivi nije niishi na wewe hapa tukae wote. Tuishi wote? Sasa kuna ubaya gani? Wewe si mpenzi wangu jamani. Mimi kuja kukaa na wewe kuna shida? Shida sio mimi. Shida mwenye nyumba. Mwenye nyumba anataka mtu ambaye kutoka na kuingia. Sawa? Kwa hizi nyumba za watu hizi na masheti yake, hauwezi kujua kaeka nini ndani ya nyumba. Kwa hiyo ukitaka tuishi hapa mimi na wewe, tutakiuka masheti ya watu. Kama unataka hivyo, basi hapa tuame, tuishi sehemu nyingine au nikuoe kabisa. Sawa pia, wazo uzuri. Umependa hiyo Basi siku moja. Jamani, hivi sasa saa ngapi? Maana sielewi kabisa. Saa 4 hii. Hata chai hatujanywa. Mna shida gani humu ndani jamani? Samahani mama. Lakini huu ndo muda bosi wangu aliweka wa kunywa chai ya kwenye nyumba. Huo muda kapanga nani? Kama sio wewe unaokaa jikoni. Wewe unamsikiliza leo kwambia kupanga muda, wewe unaokaa jikoni. Ina maana wewe hujui kama kuna bibi mkubwa anatakiwa kula mapema au kunywa chai mapema? Sinaongea na wewe. Hujui kama mimi na vidonda vya tumbo? Au mpaka muone mtu ana vidonda vya kondo mumuandalie chai, ndio manake? Tunaomba samahani kwa hilo mama. Tutazungumza na dada ili abadilishe muda kwa sababu tulikuwa tujui au nilikuwa sitambui kwamba una vidonda vya tumbo. Ila kwa sababu umeweza kuniambia, mimi nitaongea na dada, nitamwambia atabadilisha ratiba. Kwa hiyo mpaka ujue kama mimi na vidonda vya tumbo. Nyie tambueni hapa mimi ni kwa mtoto wangu na ni kwangu. Sijui mmenielewa? Naona mna kazi ya kujipanda. Mna kazi ya kujifanya nyinyi kwenu, si ndio manake? Wewe binti, naona kumbe hujanielewa vizuri wewe. Shame type wewe. Naomba iwe mwanzo na mwisho kuanzia leo. Nataka saa 1 kama ichei tayari. Mama. Ganzi ganzi, mwili wote umejaa ganzi. Ganzi ganzi, nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani hutuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa shubiri, mali zangu Mwenyezi nitoe roho. Mbaya zaidi hata huyu mtoto pia wanamtaka, nashindwa kabisa.
nateseka. Hata mama yako leo amekuwa du, yuko wapi? Unifute machozi, natamani hata uje uone umeondoka, umeniacha na maumivu siwezi gani nanishika. Nitaweza kweli Ganzi? Ganzi, nipumzishe basi Ganzi, penzi la masikini, kishidi ndugu, aibu tu, tamaa ya mali, kila mtu anataka hiyo mali.